Maana unaona waliouawa, ukiangalia vita ya Kagera, vijana wetu waliouawa na adui, ukilinganisha na hizi figa zinazozungumzia sasa, hawa waliokufa ni wengi zaidi kuliko ile vita. Kufuatia vurugu na madhara makubwa yaliyotokea siku ya uchaguzi mkuu na kuendelea, zimemwibua waziri mkuu mstaafu Joseph Sinde Warioba. Katika mazungumzo na gazeti la Jamhuri, amehoji juu ya matumizi ya nguvu yaliyotumika katika siku za uchaguzi mkuu, akisema hapo awali vyombo vya ulinzi na usalama vilijiandaa, na kwa nini kama vilijiandaa vya kutosha, kwa nini matumizi makubwa ya bunduki yatumike katika siku hizo? Miaka kama miwili vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwa vimeambiwa wajiandae kuja kusimamia mchakato wa uchaguzi uwe huru, haki na amani. Kwa hiyo watu waliasumu vyombo hivi vimejiandaa kuja, kama kikitokea chochote wamejiandaa. Sasa tunajiuliza, walijiandaa vipi? Walijiandaa kwa bunduki na risasi, ihali wananchi wenyewe hawakuwa na bunduki. Katika mahojiano hayo, waziri mkuu mstaafu Jaji Sinde Warioba amelinganisha kati ya vifo vilivyotokea wakati wa vita vya Kagera, na akisema hata katika vita hivyo watu waliokufa hawakufika idadi kama watu ambao walikufa kutokana na vurugu hizo za tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Maana unaona waliouawa, ukiangalia vita ya Kagera, vijana wetu waliouawa na adui, ukilinganisha na hizi figa zinazozungumzia sasa, hawa waliokufa ni wengi zaidi kuliko ile vita. Katika mahojiano hayo ameendelea na kuonya juu ya matumizi ya vyombo vya ulinzi na usalama kwenye siasa, akisema kuna matumizi makubwa sana ya vyombo vya siasa, vyombo vya ulinzi katika matamko ambayo si rasmi, na kama vyombo havikutakiwa kutoa matamko hayo, hii hali watu wengine bado wamekaa kimya. Ameongeza kuwa hata kwenye vyombo vya ulinzi na usalama bado kuna mgawanyiko mkubwa, kwani pia hata wao ni watu ambao waliweza kudhurika kutokana na madhara haya yalimkumba kila mmoja. Sasa ile tuliuawa na adui, hapa tunajiua sisi wenyewe. Hivi hawa polisi, hakuna hata mmoja ndugu yake ameuawa? Hawa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, hakuna yeyote ama viongozi, hakuna hata mmoja ambaye ndugu yake ameuawa. Sasa tunaona matokeo yake ya vyombo hivi kuhusishwa na siasa, lakini kubwa zaidi kwa vyombo hivi kuhusishwa kwa siasa vimegawanyika. Ndani ya vyombo hivi kuna mgawanyiko mkubwa. Mimi alikuwa ananiambia kwamba kuna mgawanyiko ndani ya polisi, walikuwa zaidi wanazungumza juu ya polisi. Mimi sikuamini sana ndio. Na siku moja mwezi Septemba nimetoka hapa na kwenda ofisini kwangu. Nimefika pale St. Peters kwenye mataa yale. Pale kulikuwa na askari wawili wa traffic. Askari wawili wa traffic wanaongoza magari. Sasa wakati tunapiga kona, unakwenda kwa taratibu, askari wale wakaniona. Watu wawili wakapiga saruti. Yaani mmoja akatoa ishara tusimame. Kwa hiyo nikamwambia driver wangu, tunapiga kona pale, tafute mahali apaka. Kwa wale wanaofahamu mahali pale St. Peters, ukipiga kona ile unaingia Sarasi. Pembeni pale kuna watu wanafanya kazi ya kuuza maua. Kwa hiyo tukaenda tukasimama pale. Wala askari wote wawili wameacha kuongoza magari, wamekimbia wamekuja kwangu pale. Wamefika, wamepiga saluti, wamenisalimu na bila hata kuchelewa wakasema, mzee, tunashukuru tumekuona. Tunaomba msaada wenu nyinyi wazee.
Nasema wakati wote huu tulikuwa tunafanya kazi bila ubaguzi wa dini, bila ubaguzi wa kabila, lakini sasa siasa imetugawa sana. Tunafanya kazi kwa mazingira magumu. Sasa tunaomba msaidie ili hali irudi kama ilivyokuwa wakati wenu. Na wanazungumza ndani ya gari na dereva wangu.